Ninapo tafakari juu ya uwepo wa Radio Maria katika taifa letu katika Tanzania, daima nakumbuka ile hali ambayo ilikuwa ya kujiuliza. Kwanza Radio Maria ilianzia Songea, ikaonekana kwamba kule ni pembeni na tunapashwa, lakini haikuwa rahisi kwa kila mtu kupokea wazo la Radio Maria kuja kuanza kufanya kazi Dar es Salaam. Nakumbuka sana kwamba walikuwepo watu waliosema sasa Radio Maria ije Dar es Salaam. Mbona tuna Radio Tumaini, tuna na kuna maradio mengi sana hapa, kwa nini isibaki kule Songea? Kwa hiyo niyo historia ya Mama Bikira Maria daima kuanza katika mazingira ya pembeni ya Nazareti kule, alafu baadaye tu ndio anakuja anajikuta yuko Yerusalemu na hivyo wokovu ukaweza kutufikia kwa sababu ya mama huyu kuja kushika nafasi yake katikati ya nchi. Hii daima ndio tafakari ambayo daima naipata ninapo tafakari juu ya Radio Maria hapa kwetu Tanzania. Songea ilionekana ni kama kule Nazareti pembeni, ambapo malaika Gabriel anakwenda natoa taarifa kwamba utakuwa mama wa Mwokozi. Lakini maisha ya mama huyu wa Mwokozi kuja kutekeleka, na tuseme lengo zima la Mwenyezi kumfanya huyu awe mama wa Mwokozi imetufanyia imedhihirika katika Tanzania yetu kwa kule kupokelewa kwa Radio Maria katika jimbo kuu la Dar es Salaam, ambapo tutake tusitake imekuwa ndio makao na kitovu cha taifa letu kwa kila jambo linalokuwa jema na hata yale mengine yasiyokuwa mema sana, lakini yote yamekuwa hivyo. Mimi nafasi ya miaka 29 ya Radio Maria, kwa hiyo inakuwa ni nafasi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye anaanzisha wokovu wetu kutoka katika mazingira yasiyotazamiwa, alafu makubwa yanakuja yanajitokeza kulingana na mapenzi yake Mwenyezi. Mimi ninaloweza tu kusema pamoja na ukweli huo ni kwamba sasa kila linalowezekana izidi kuwa nyumbani na iweze kuimarika na kupata nguvu zaidi katika kutoka makao yake mapya ambayo ni hapa kwetu Dar es Salaam. Ni wazi tunatamani pia mahali kama Dodoma siku moja nguvu ya Radio Maria ijitokeze pia mahali kama hapo, lakini kwamba ipo Dar es Salaam ni jambo ambalo mimi binafsi nitamshukuru Mwenyezi Mungu daima, na naona fahari kwamba walau mimi nilikuwa mojawapo kati ya waliosema hakuna tatizo kati ya Radio Maria na Radio Tumaini kuwa pamoja. Mbona katika familia watu tunakuwa na vipaji mbalimbali na hatupambani hivi kwa sababu sisi wanafamilia tumekuwa na vipaji mbalimbali. Kwa hiyo mmoja lazima aende akakae atafute mahali pengine, atatafuta wapi?
tutatafuta wapi? Familia ndio ilivyo, na hivi Mama Bikira Maria akawa amefika kwetu, na mama aendelee kudumu katikati ya wana kanisa katika jimbo kuu la Dar es Salaam, na kutoka Dar es Salaam aendelee kuwepo katika Tanzania yetu. Kwa vyovyote vile chombo chetu kama Radio Maria ambacho kinategemea uwezeshaji wa sio tu wa waamini, lakini watu wote wenye mapenzi mema, tunategemea kwamba itazidi kupata, itaendelea kupata wale wanao ifadhilia na wale wanaotoa misaada ya kuimarisha hii radio yetu iweze kuendelea. Miaka 29 ni kweli ni mingi, lakini miaka 29 si mwisho wa dunia, wala Kristo hatarudi baada ya hiyo miaka 29. Tunategemea kwamba Radio Maria itakuwa kati yetu mpaka Kristo atakapokuja, na ina maana kwamba sisi ni lazima tuendelee kusimika. Kamwe Radio Maria haitakuwa ni chombo cha biashara cha kujiuza, itakuwa imeharibu maana nzima ya Radio Maria. Itakuwa Bikira Maria hakuweza kufanya biashara mahali popote, lakini ameendelea kuwepo. Maana yake kazi ya mwanaye imeendelea kuwepo ulimwenguni, sio kwa kutegemea mwanadamu, lakini kwa kutegemea ukarimu wa Mwenyezi Mungu ambao hasa unadhihirika kwa namna pekee na ya ajabu kabisa kwa kupitia watu wale wanaokuwa maskini, watu wanaokuwa na kipato cha chini. Hao ndio walioweza kusimamisha kanisa, na hao ndio wataendelea kusimamisha pia Radio Maria katika ulimwengu wetu. Kwa hiyo nawalika wote wanaofurahia miaka 29 ya uwepo wa Radio Maria hapa kwetu Tanzania, wajue kwamba bado tunayo kazi ya kuendelea ili kumfanya mama aendelee kusitawi kati yetu kwa njia hii ya kumwauni na kumpatia chochote kama tulivyofanya hadi sasa, na tuzidi kuendelea kufanya hivyo kwa ukarimu mkubwa zaidi.